Ikiwa una changamoto ya nguvu za kiume, alafu wakati huo huo una matatizo katika mifumo mikuu mitatu, yaani mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, una changamoto katika mfumo wa damu, na una changamoto katika mfumo wa viungo na mifupa. Maana yake ni hivi, ili tutatue changamoto hii ya nguvu za kiume ikae sawa, ni lazima tudhibiti au tutibie matatizo ambayo yapo katika hiyo mifumo mikuu mitatu. Kwa nini? Kwa sababu mfumo wa nguvu za kiume umebebwa na mifumo mikuu mitatu. Iko hivi, nguvu za kiume zimebebwa na sehemu 4 ambazo ni mishipa ya damu katika maumbile yako ya kiume, mishipa ya fahamu, ubongo na homoni ya testosterone. Sehemu hizi 4 ili zifanye kazi ipasavyo zimetegemea ile mifumo mikuu mitatu niliyokutajia mwanzo. Ndio maana ukiwa una changamoto katika mifumo hii mitatu, alafu ukawa na changamoto ya nguvu za kiume, ukianza kutibia changamoto ya nguvu za kiume, hauwezi ukapata matokeo kabisa. Na hata yakitokea, yatatokea kwa muda mfupi, baadaye changamoto hiyo itajirudia pale pale. Manake kama una changamoto ya nguvu za kiume, alafu una changamoto katika hii mifumo mikuu mitatu niliyokutajia, ni lazima tuanze kutibia magonjwa ambayo yapo katika mifumo ile mitatu ili kumaliza changamoto yako ya nguvu za kiume moja kwa moja. Kwa maana hiyo, kwenye hii comment ni hivi, kama una changamoto ya vidonda vya tumbo, lazima kwanza uanze kutibu changamoto ya vidonda vya tumbo ndipo umalize changamoto ya nguvu za kiume. Hapo ndipo utakapopata matokeo ambayo yatakuwa ni makubwa na ya moja kwa moja bila kujirudia tena.